ni walima zabibu wa mjini Dodoma, Dodoma jiji, matajiri wa jiji la Dodoma, matajiri wa makao makuu ya nchi, leo hii wakiwa uwanja wa Singida Liti, wamemgaragaza kama sio kumbagaza na kama sio kumtandika au kumburuza Dar es Salaam Young Africans goli 3-2. Nini ambacho kimetokea kwenye mechi ndiyo kimetuleta hapa kuweza kujadili. Ndugu hawa wawili ambao siku zote wamekuwa wakinasibishwa kuwa na nasaba, nini kimetokea leo katika mchezo wao? Hatimaye tumeona Young Africans akipigwa katika wakati muhimu ambao anatafuta pointi 3, hasa ukizingatia kwamba anaendea ubingwa wa ligi kuu, ili hali Dodoma Jiji tukijua kwamba wako katika nafasi salama kabisa ya kutokushuka daraja, lakini leo wameamua kumzuia kama sio kumkuruta, kama sio kumburuta Young Africans. Tuambie kiutaalamu zaidi, nini kimeonekana katika uwanja wa mchezo leo? Kiutaalamu nitaanza na kipindi cha kwanza. Performance ya kipindi cha kwanza tutaigawa kwenye timu zote mbili. Yanga alifanikiwa kupiga mashuti mawili ambao yote mashuti mawili yaliweza kuzaa goli. Goli la kwanza lilifungwa dakika ya 5 kama sikosei. Ilipigwa kutoka pembeni, Okelo akaosha ndani. Mabeki wengi wa Dodoma Jiji walikuwa wamemzonga Dube, wakasahau kumlinda Alan Okelo. Lakini goli la pili la kusawazisha la Dodoma lilitokana na uzembe wa Bakari Nondo Mwamnyeto ambaye alikuwa anafanya clearance, hatimaye Dodoma Jiji wakapata goli kutokana na kujifunga Bakari Nondo Mwamnyeto. Lakini ukiangalia kipindi cha kwanza, umiliki wa mpira Yanga aliongoza kwa 57%, Dodoma 43%. Dodoma hakupiga on target yoyote ukiachana na ile ya Mwamnyeto. On target za Yanga zilikuwa 2 ambazo zote zilizaa magoli mawili. Lakini kulikuwa hakuna kadi nyekundu, hakuna kadi ya njano kwa timu zote mbili. Kwa hiyo kipindi cha kwanza ni kama Yanga waliukamata mchezo kwa 50%. Nini kimeenda kutokea katika kipindi cha pili ambacho kikasababisha maajabu haya ya dunia ambayo mpaka sasa yamewacha wanamsimbazi na kicheko na maumivu upande wa Jangwani? Ndio. Kipindi cha pili kwanza kilibadilisha taswira. Yanga walifanya mabadiliko. Yale mabadiliko yaliweza kuathiri timu. Kwa mfano, alitoka Mdasiri ya pale katikati akaingia Damaro. Lakini pia kwenye eneo la winga zikaanza kuwa na udhaifu, eneo la kuzuia, eneo la golikipa. Ukumbuke kwamba Diara alitoka kipindi cha kwanza baada ya kuingia lile goli la kujifunga la Bakari Nondo Mwamnyeto. Hivyo kawa anadaka Huseni Masalanga. Kwa goli la kusawazisha lilitokana na ufundi wa Dodoma Jiji kupitia winga